Dalili 7 zinazoonyesha bado haujapona kutoka kwenye mahusiano yaliyovunjika. Inawezekana ni muda mrefu umepita sasa tangu uachane na wewe mwanaume, lakini bado unamkumbuka. Inawezekana ikawa tayari umeshapata mwanaume mwingine, lakini bado unamkumbuka. Inawezekana ikawa tunakuona una furaha sana, una amani sana, una enjoy, una have fun, lakini moyoni mwako bado unamkumbuka. Sasa hizi ni dalili 7 nataka kwenda kushirikisha leo uweze kuzifahamu. Ukiziona katika maisha yako, jua bado haujapona majeraha ya mahusiano yaliyovunjika na unahitaji msaada wa haraka. Kwa sababu kama utashindwa kujiponya, hautaweza kumove on. Ndio hii leo miaka mingi inapita lakini watu wanashindwa kumove on. Kama hujapona, utaharibu kila mahusiano unayoyakanyaga. Kwa sababu hizi ni dalili ambazo zitakuharibia kila mahusiano utakayogusa. Hizi ni dalili ambazo zitaharibu mindset yako, mitazamo yako juu ya swala zima la mahusiano. Kwa hiyo ni lazima kama una hizi dalili utafute msaada haraka wa uponyaji. Sawa? Karibu sana kwa Mombeki Crispin, hii ni Mbeki TV. Dalili ya kwanza, unawaogopa wanaume wote kwa sababu ya mwanaume mmoja. Wapo wanawake leo hii, kila mwanaume utakayekutana naye wanafikiri ni msaliti. Kila mwanaume atakachokuambia unafikiri ni muongo. Ndio wale wanawake ambao wanaamini wanaume wote ni mbwa. Ndio wale wanawake ambao wanaamini hakuna mwanaume peke yako. Ndio wale wanawake wanaamini wanaume ni wasaliti. Ukiona una hiyo dhana kwa kila mwanaume ambaye mwingine hata hujamfahamu, ila tu umeshabeba yale maono ama ule mtazamo wa wanaume wote wapo baba mmoja, mama mmoja. Sasa hiyo ni dalili mojawapo ya kwamba wewe haujapona kutoka katika mahusiano yaliyovunjika. Bado una ile trauma ya mahusiano yako yaliyopita. Yaani yupo mwanamke ambaye anaamini wanaume wote sio waaminifu. Lakini ukweli ni kwamba wanaume wote ama sio wanaume wote wanafanana na ex wako. Tupo wanaume wengi sana. Na huo ni ukweli. Umetembea kwa wanaume 10 tu, 5, unahisi wanaume wote bilioni wako the same. Hapana. Wapo wanaume waaminifu, wapo wanaume wenye upendo. Na hii dhana ya kuanza kufikiri kwamba wanaume wote baba mmoja mama mmoja wote ni wasaliti, ndio itazidi kukuharibia mahusiano utakokuwa unaingia. Kwa sababu utashindwa kujitoa, utashindwa kujiachia ukiamini kwamba huyu mwanaume utafika naye popote, huyu mwanaume anakuongopea. Kwa hiyo utakosa kufurahia ule moment. Na kuna baadhi ya makosa utayafanya kwa kile kiburi ama kwa yale maumivu ya mahusiano yako yaliyopita, unaenda kuharibu mahusiano yako mapya. Kuna wakati unapata mwanaume mwaminifu sana, mwanaume atakayekupenda sana, lakini namna unavyomtreat unamkimbiza. Lakini wewe utamtreat katika namna utaona wanaume bwana ndo alivyo, wanaume kumbe huyu sio yule aliyekuumiza. Kwa unampoteza mwanaume kwa ile dhana ya kufikiri wanaume wote wanafanana. Kwa hiyo jeraha la mwanaume mmoja likiuka kuwa hukumu kwa wanaume wote, hiyo ni dalili mojawapo ya kwamba haujapona majeraha yako kutoka katika mahusiano yaliyovunjika. Hiyo ni dalili ya kwanza. Dalili ya pili ni bado kuendelea kumfuatilia ex wako. Unamfuatilia WhatsApp status kaposti nini? Unafuatilia Instagram kaposti nini? Unafuatilia Facebook kaposti nini? Unataka kujua yuko na nani? Unataka kujua anaendeleaje? Kila unapoona picha yake ama unapomuona moyo wako unastuka. Hiyo ni dalili mojawapo haujapona kutoka katika mahusiano yaliyovunjika. Na tunaposema kupona sio tu maumivu. Kuna watu bado wana zile hisia za upendo kwa watu walioachana nao. Kwa hiyo mimi ninapokuambia kupona simaanishi uliumizwaga tu. Pengine yalikuwa mahusiano mazuri, alikufanyia vitu vizuri pia. Kwa hiyo ukimkumbuka ama ukimuona unakumbuka zile raha ulizokuwa unazipata. Kwa hiyo hii ni dalili ya pili. Ukiona unamfuatilia sana mwanaume wako ulioachana naye kwamba anaendeleaje, maisha yakoje na namna hiyo, jua wewe bado hujapona majeraha yako. Dalili ya tatu itakayokuonyesha kwamba bado hujapona kutoka katika majeraha ya mahusiano yaliyovunjika ni kujilaumu kila wakati. Inaweza ikawa unajiambia pengine wewe ndio sababu ya kuvunjika kwa hayo mahusiano. Unaweza kuwa unajiambia labda ungekuwa mzuri zaidi asingekuacha. Unaweza kuwa unajiambia labda ningenyamaza ile siku tusingeachana, tusingegombana, asingenichukia. Inaweza ikawa unajiambia labda ningefanya hili na lile asingeniacha. Mwanamke, usibebe mzigo ambao sio wako. Kuvunjika kwa mahusiano kunategemeana na sababu nyingi sana. Pengine hata ungefanya jambo gani hayo mahusiano asingeendelea kuwepo.
pengine ilikuwa nje ya uwezo wako kuyafanya hayo mahusiano yasivunjike. Kwa hiyo kujibebesha mzigo wa kufikiri wewe ndio sababu ya kuvunjika kwa mahusiano, kujibebesha mzigo kufikiri kwamba haukutosha, kujibebesha mzigo kufikiri kwamba wewe ndio ulimkorofisha mwanaume, kujibebesha mizigo hiyo itakuongezea maumivu ya kujutia maisha kwa kumpoteza. Kwa hiyo leo ukiona unajilaumu sana, jua haujapona majeraha ya mahusiano yaliyovunjika. Dalili ya 4 itakayoonyesha bado hujapona kutoka katika majeraha ya mahusiano yaliyovunjika, unaogopa kupenda tena. Kila anayekusogelea, kila anayetaka kuwa na wewe unamkataa. Na wakati mwingine sio kwamba unamkataa umpendi, bali unaogopa kuingia katika mahusiano kwa sababu unaogopa kuumizwa. Unafikiri unaweza ukaumizwa tena, ukapata ile maumivu uliyopata kutoka katika mahusiano yaliyopita. Ama unaweza ukaingia katika mahusiano lakini usijitoe, ama usiwe serious, ama usiwe commitment, kwa sababu unajiwekea ile gap ya kwamba hata haya yatavunjika. Ama unajiwekea ile gap ya kwamba hizi ni drama tu, hakuna real love, hakuna upendo wa kweli. Kwa hiyo inaweza ikawa unaogopa kuingia katika mahusiano, ama unaingia katika mahusiano lakini hautaki kuwa commitment, hautaki kuwa serious kwa sababu unahisi utaumizwa tena. Ndio ile kwamba mimi siwezi kupenda tena bwana, mimi nipo tu katika mahusiano kwa kuondoa tu nyege zangu, ama nipo tu kwa sababu tu mwanamke. Kwa hiyo unaingia katika mahusiano kwa sababu tu ya jinsia, sio kwa sababu ya upendo. Ule upendo tena unaugua kwa sababu unaogopa kupenda tena. Unaona, nikipenda tena nitaumizwa kama lile lilotokea. Kwa hiyo hii ni dalili ya 4. Ukiona unaogopa kupenda, jua haujapona kutoka katika majeraha ya mahusiano yaliyopita. Kwa hiyo hofu hii ni ya kawaida pale unapotoka kuumizwa. Ukitoka katika mahusiano umeumizwa, ni kweli lazima uwe na hofu ya kwamba siwezi kuamini wanaume kwa haraka. Siwezi, lakini isiwe sababu ya kusema sitaki kupenda tena. Dalili ya 5 itakayoonyesha haujapona kutoka kwenye mahusiano yaliyovunjika, unakasirika ukisikia jina lake. Ukisikia jina lake limetajwa, moyo wako unalipuka na unabadilika. Yaani hali yako inabadilika, unajisikia tu kisilani, yani mapigo ya moyo yanaenda mbio, unaanza kununa nuna, hali inabadilika. Ushawahi kuona kuna mtu make sio jina tu, unaweza ukawa sehemu afu ex wako akaingia, unaanza kufikiria kumwambia wenzako tuondokeni hii sehemu bwana, tuondokeni. Yaani hali ya pale inaanza kubadilika, haujisikii tena comfortable kuendelea kubaki pale, haujisikii tena amani kuendelea kubaki pale. Inaanza kuwa kama kuna tension fulani, kuna mzigo fulani umekuingia katika mwili wako. Kwa inaweza ikawa hiyo unakasirika, ama inaweza ikawa unafurahi kwamba fulani yupo subiri leo niende. Yani au umemwona unaanza kuwa na furaha kiluerue lile, mara umejishaua, mara umejionyesha huku, mara umetaka kuone jinsi unavyopendeza, mara umetaka kuone jinsi unavyonawili, yani kujishow up, si ndio? Inaweza ikawa pia kwa namna hiyo, inaweza ikawa kukasirika, ama inaweza ikawa kufurahi. Ukiona una reflect na jina lake na uwepo wake, jua bado hujapona kutoka katika mahusiano yaliyovunjika. Ikifika hatua unasikia jina lake na kama hujasikia kitu, ikifika hatua unamuona kama watu wengine, hapo umepona my friends. Lakini bado ukimuona unamuona kama yule mwanaume wako ulioachana naye jana, ama ni mwanaume wako ambaye unatamani arudi tena, bado haujapona. Dalili ya 6 itakayokuonyesha kwamba bado haujapona kutoka katika mahusiano yaliyopita ni kujilinganisha na mwanamke aliyochukua nafasi yako kwake. Yaani unakuwa ni mtu wa kujiuliza tu, kwani mwanamke mzuri kuliko mimi? Anayaweza mambo kuliko mimi? Ana fedha ama ana nafasi fulani kuliko mimi? Yaani kwa nini mimi sikutosha? Mbona kamchukua mwanamke yule mbaya? Ama mbona kamchukua yule mzuri? Labda kwa sababu mimi nilikuwa mbaya. Yaani ukiona unataka kujilinganisha na kwamba yupo na nani sasa? Huyu alikuwa naye ni zaidi kuliko mimi? Ama sio zaidi? Na kama zaidi basi aliniacha mimi kwa sababu sio zaidi? Ama kama sio zaidi kwa nini aliniacha mimi akamfuata yeye? Yaani unataka kujilinganisha, kujipima katika namna ya kutaka kujisikia vizuri kwamba okay, kumbe kamchukua mbaya zaidi yangu afadhali. Kumbe kamchukua mzuri zaidi yangu, unaanza kuona wivu. Yaani usionielewa. Kwa hiyo kujilinganisha haileti jibu sahihi la kwamba uliachwa kwa sababu kampata mzuri zaidi yako, ama alikuacha kwa sababu kampata mbaya zaidi yako, kwa sababu thamani yako hailinganishwi na matokeo ya mtu mwingine atakavyoamua juu yako, bali ni wewe unaionaje thamani. Na pia thamani yako haiamuliwi kwa mtu aliyekukataa. Pengine mtu aliyekukataa hajaiona hiyo thamani. Kwa hiyo unaweza kuwa ni mzuri sana, alafu huyo mtu kampata mwanamke wa kawaida tu ambaye hakuzidi wewe uzuri, ukataka kuona kwamba mimi mzuri kuliko, lakini kanachamika na kumfuata kinyago. No,
Pengine yule alikuwa na thamani kuliko wewe. Kwa hiyo thamani yako hailinganishwi na mtu aliyekuacha. Kwa mtu yote aliyekuacha usitaki kuifikiria thamani yako ilikuwaje kwake. Sawa? Kwa sababu hilo halina msingi tena. Dalili ya 7 itakayokuonyesha kwamba bado haujapona kutoka kwenye majeraha yaliyopita. Furaha yako bado inategemeana na yeye. Ukisikia amerudi, unafurahia. Ukisikia ameoa, unaumia. Ukisikia yupo single, unafurahia. Ukisikia ana mahusiano, unaumia. Ukisikia amefanikiwa, unaumia. Ukisikia hajafanikiwa, unafurahia. Ukisikia amenawili ama ukiona amenawili, unaumia. Ukiona amechakaa, unafurahia. Ukiona amepata kazi, unaumia. Ukiona hana kazi, unafurahia. Ukisikia ana amani, unaumia. Ukisikia ana matatizo, unafurahia. Hii inaonyesha hisia zako bado zimefungwa kwake. Uponyaji halisi ni pale utakapoona ama itakapofika hatua hisia zako za furaha hazitegemeani na mtu aliyekuumiza. Kwa hiyo kutaka kumuona aliyekuacha anahangaika ama anateseka, hiyo ni moja ya dalili ya kwamba wewe bado haujapona kutoka katika mahusiano yaliyokuumiza. Na watu wengi wanafikiri kinyume hii. Wanapoona unamchukia ex ama unamchukia mwanaume walioachana naye, wanafikiri ndio wamepona. Mimi siku hata simpendi kabisa. Yaani sitaki hata kumuona siku hizi. Wanafikiri ndio wamepona. Haujapona my friends. Yaani kama furaha yako inatokana na kumuona yeye anahangaika, wewe hujapona. Kama amani yako ni kumuona yeye anateseka, wewe hujapona. Uponyaji ni ule kwamba utamuona kuna mambo yatatokea katika maisha yake na haya hatakuhusu. Na hata kugusa katika namna ya kufurahi wala kuhuzunika. Atakuwa ni mtu wa kawaida sana katika maisha yako. Sasa watu wanafananisha sana. Wanapoona wanawachukia maex zao, wanafikiri ndo ile ndo maana ya kwamba hawawapendi tena. Mimi siku hizi namchukia. Mimi kwanza hata nikimuona anaondoka kabisa hiyo sehemu. Yaani sipendi hata kumuona, namshukuru Mungu siku hizi. Sitaki kumuona. Ile maana yake hujapona. Bado upo katika hayo majeraha na unahitaji msaada wa kupona kwa sababu umeshindwa kumove on. Umebaki katika hilo eneo. Kama umejikuta kwenye moja ya dalili hizi ama kwenye dalili hizi zote, huu sio muda wa kujilaumu. Na hiyo haimaanishi kwamba wewe ni dhaifu. Inamaanisha kwamba moyo wako bado unahitaji muda, upendo na uponyaji. Kwa hiyo kama wewe una miongoni mwa hizi dalili, na kuomba nitafute kwa namba yangu za simu hapo ili tuweze kuangalia kwa namna gani unaweza kupata uponyaji. Kwa sababu kama utashindwa kuponya, utashindwa kumove on. Utakosa kuanza maisha mapya. Na nasemaga kila siku, maisha mapya yanaanza kwa kuishi upya, sio kuishi kwa matokeo yaliyopita. Sasa mimi nakukaribisha sana unitafute, tuangalie tunawezaje tukasaidiana, ama nikakusaidia kupona ama kukuponya kama una changamoto hizi nilizozitaja. Kumbuka, mwanaume aliyekuumiza hakupaswa kuishi katika maisha yako kwa muda mrefu. Kwa wakati mwingine ni lazima ufahamu kwamba ni sahihi ama ni bora ameondoka mapema kabla hajakufikisha katika viwango vibaya. Ameondoka ikiwa bado unajitambua. Ameondoka ikiwa bado unatafuta mustakabali mzuri wa maisha yako. Hajachelewa. Hajaondoka katika kile kipindi ambacho ungekuwa tayari kujiua. Hajaondoka katika kile kipindi ambacho ungekuwa umepoteza kila kitu. Hajaondoka katika kile kipindi ambacho ungekuwa umeshakata tamaa ya kuendelea bila yeye. Kwa hiyo ni jambo la kushukuru ameondoka kipindi ambacho bado unajitambua. Bado unahitaji mustakabali mzuri wa maisha yako. Na hiyo ni fursa kwako kujijenga upya na kujiponya ili uweze kumove on na kuanza maisha yako mapya. Kwa sababu mwanamke aliyepona ndiye anayeweza kujenga mahusiano mapya yenye afya na mahusiano bora. Na mwanamke aliyepona haombi upendo, bali huvuta upendo pamoja na heshima kwake. Usitamani kurudi ulipokosa kuheshimiwa. Usitamani kurudi ulipokosa upendo, kwa sababu umejitambua, umejithamini, umejipenda na unajitakia mazuri. Kama umejifunza kitu kupitia somo hili, naomba uandike kwenye comment hapo. Leo nimeanza safari ya uponyaji. Kama wewe upo katika miongoni mwa hizi dalili, andika kwenye comment hapo. Leo nimeanza safari ya uponyaji. Lakini pia usisahau kusubscribe, kwa maana
Hapa ndo utapata mwendelezo wa masomo mengi mazuri kama haya ya uponyaji, masomo mazuri kama haya ya kujenga mahusiano yako pia. Ulikuwa na mimi kutokea mwanzo mpaka tunapoelekea mwisho. Naitwa Mombeki Crispin, hii ni Mbeki TV. Nikuage tu kwa sasa. Mwisho wa kipindi hiki ndio mwanzo wa kipindi kinachofuata. Baki katika chaneli yangu kuweza kutazama masomo mengi mazuri yanayojenga mahusiano yako na yanayokufundisha mambo mengi mazuri kuhusiana na ndoa na mahusiano. Nikuage kwa sasa. Bye bye.